Ni kusalimu rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kusikiliza, kufuatilia. Leo tuna topic inasema kama unazini na kila mpenzi kwenye uchumba au nje ya ndoa, tegemea haya 7 kukukuta kwenye maisha yako. Kuna watu wengi leo zinaa wamefanya kama chakula chao cha kila siku. Kuna watu wengi leo duniani wao kufanya dhambi ni kama chakula, na hawaogopi na wala hawana wasiwasi juu ya hilo. Lakini jiulize, safari ya maisha yako unaelekea wapi kama ukiendelea na tatizo hilo? Tukisoma Wakorintho wa kwanza 6 kuanzia mstari wa 15, maandiko yanasema, je, hamjui kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nivitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hasha! Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja na Bwana. Mstari wa 18 anasema, ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa utenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala si ninyi mali yenu wenyewe? Maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Lakini pia tukisoma hichi kitabu cha Mithali, maandiko yanasema azinie na mwanamke hana akili kabisa. Lakini pia ukisoma hichi kitabu cha Yakobo, nataka nikusomee kitabu hiki cha Yakobo sura ya 4 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 10. Maandiko yanasema, vita vyatoka wapi na mapigano yaliyo kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata, mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Anasema mstari wa 4, enyi wazinzi, hamjui ya kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Au mwadhani kwamba maandiko yasema bure, huyo Roho akae ndani yenu hututamani kiasi cha kuona wivu, lakini hutujalia neema iliyozidi. Kwa hiyo Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Basi mtii Mungu, mpinge shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kusafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Huzunikeni na kuomboleza, na kulia kucheka kwenu na kugeuzwa kuwa kuomboleza, na furaha yenu kuwa hamjidhirini mbele za Bwana, naye atawakuza. Lakini pia nataka tusome hili neno kutoka kitabu hiki cha Wagalatia sura ya 5 kuanzia mstari wa 16. Utaona mpaka ule mstari wa 21 utagundua Mungu anachohitaji. Maandiko yanasema, Wagalatia 5 kuanzia 16, maandiko yanasema, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho hushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, falaki, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema kwamba kama nilivyokuisha kuambia ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa mbinguni. Lakini tumalizie kwenye hichi kitabu cha Ufunuo sura ile ya 21 mstari wa 8. Maandiko yanasema, bali waoga, wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Kumbuka rafiki yangu, unaweza kuwa unaona kuzini ni kitu cha kawaida kwenye maisha yako. Unazini kiroho, unazini kimwili, yani unaenda kwa waganga au unatoa mwili wako kuwa ni chombo cha starehe. Lakini haya yote ni mambo ambayo yataumiza, yataharibu, yatatesa maisha yako. Uwe ni mwanaume, uwe ni mwanamke, kila unapozini kuna vitu unapoteza. Kila unapozini baraka zinaondoka. Kila unapozini unajitenga na Mungu, na kila unapozini unachafua hekalu lako ambalo ni mwili wako, ambao ni mwili wa Roho Mtakatifu. Maana miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na akae ndani yetu. Yeye ni mkuu kuliko aliye duniani. Soma Yohana wa kwanza 4:4. Sasa unapozini unafanya nini, au nini yanatokea?
Cha kwanza unapoteza baraka, cha pili unapoteza nyota, cha tatu unajitenga na Mungu, cha nne laana na mikosi inaanza kukuandama, cha tano unatengeneza laana kwa kizazi chako, cha sita unapoteza baraka za ndoa, baraka za uchumba, lakini cha sita unaibiwa neema yako, baraka zako, kibali chako na hekima yako, lakini cha nane unashangaa kila unachokifanya kinaanza kuharibika, lakini cha tisa mwili wako unakuwa ni mwili mchafu, kwa hiyo unajiunga pamoja na kahaba, lakini cha 10 unakuwa ni mali ya shetani, maana maandiko yanasema atendaye dhambi ni wa ibilisi. Soma kile kitabu cha Yohana wa kwanza 3:8. Lakini pia atendaye dhambi pia anakaribia mauti. Maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini pia maandiko yanaonyesha kwamba dhambi kubwa kuliko zote ni zinaa. Maandiko yanasema kwamba atendaye dhambi ni nje ya mwili wake, lakini yeye anayezini anafanya dhambi juu ya mwili wake. Je, hamjui kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu mlionunuliwa kwa bei na gharama kubwa? Basi mtukuzeni Mungu katika mwili wako. Ukisoma kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 15 mpaka 18. Na wapenda, God bless you, be a shining star in Jesus name. Shalom.